Kama Mungu anasikia kila kitu, kwa nini Wakatoliki wanakiri dhambi kwa padre? Je, ni Biblia inafundisha hili au ni utaratibu uliobuniwa na watu? Hili ni swali ambalo watu wengi huuliza. Ni kweli kwamba tunaweza na tunapaswa kuomba msamaha kwa Mungu moja kwa moja kila siku. Lakini swali ni hili: Yesu aliweka njia gani kwa msamaha wa dhambi baada ya kufufuka kwake? Katika Yohane sura 20 aya 21 hadi aya 23, Yesu aliwapulizia Roho Mtakatifu mitume wake akisema, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kama mitume walipewa mamlaka ya kusamehe au kushikilia dhambi, walipaswa kwanza kuzijua dhambi hizo. Hapo ndipo msingi wa kuungama ulipo. Mtume Paulo pia anaita huduma hii kama huduma ya upatanisho. Katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 ile aya 8, akifundisha kwamba Kristo alikabidhi kanisa huduma kupatanisha watu na Mungu. Kanisa Katoliki alifundishi kwamba padre ndiye anayesamehe kwa nguvu zake mwenyewe. Ni Kristo mwenyewe ndiye anayesamehe, lakini anamtumia padre kama chombo chake. Ndiyo maana padre husema, na kusamehe dhambi zako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, kuungama si adhabu, ni zawadi. Ni mahali ambapo mzigo wa dhambi unakutana na huruma ya Mungu. Hivyo usiogope kuungama. Hakuna dhambi iliyo kubwa kuliko huruma ya Mungu kwa mtu anayetubu kwa moyo wa kweli. Kama kuna mtu aliyewahi kukwambia Wakatoliki hawana msingi wa Biblia katika kuungama, mtumie video hii kwa upendo. Lengo si kushinda mabishano, bali ni kusaidiana kuijua kweli ambayo Kristo ametufundisha. Wapendwa katika Kristo, ndoto yangu ni kuendelea kutengeneza maudhui ya Kikatoliki yenye ubora mkubwa zaidi ili awafikie watu wengi zaidi. Kwa sasa, ninaendelea kujiandaa ili nipate baadhi ya vifaa ili kuboresha huduma hii ya uinjilishaji. Kama unatamani kuwa sehemu ya utume huu kwa mchango wowote, mkubwa au mdogo, nitashukuru sana. Lakini kama huwezi kuchangia kwa sasa, kushirikisha video hii na kuniombea ni msaada mkubwa pia. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Nakutakieni siku njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki wote. Tumsifu Yesu Kristo.